Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwenye kipindi kizuri hiki, na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Nitajibu hili swali moja kwa moja direct, ambalo kuna mtumishi na mpendwa mwenzetu naona amekutana na watu huko wamemchanganya na kumconfuse. Je, ni kweli Ukristo umeanzishwa na wazungu? Moja kwa moja nitajibu chanzo cha Ukristo ni nini. Chanzo cha Ukristo ni Yesu yeye mwenyewe. Yaani chanzo cha Ukristo ni Yesu mwenyewe, Yesu Kristo. Yaani mpaka hapo tayari imeisha. Kwa hiyo tunaposema kwamba Ukristo umeanzishwa na Yesu mwenyewe, ni kwamba Yesu alitoa maagizo kwa wanafunzi wake na mitume, kwamba kwenye kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 18, 19, 20 kwamba waende katika ulimwengu wote wakawafanye mataifa kuwa wanafunzi, wakiwafundisha na kushika yote aliyoamuru. Kwa hiyo wanafunzi wa Yesu Kristo ndio walioanza kuieneza Injili, wakiwafanya watu wa mataifa na watu wasioamini wamwamini Yesu kisha wamfuate. Kwa hiyo hao wote wanaomfuata Yesu na kumwamini Yesu Kristo wanaitwa Wakristo. Kwa hiyo chanzo cha Kristo ni Yesu yeye mwenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu, leo niuliza, usichanganyikiwe na falsafa za watu na mitazamo ya watu. Maana hata kwenye Biblia wapo watu kama hao wakina Baba Yesu ambao walikuwa wanawatia watu moyo wa kutokuamini kweli. Kwa hiyo sasa usitake kusikiliza mafundisho watu wengi. Angalia neno la Mungu linasema nini. Biblia inasema mwenye kuianzisha imani yetu na mwenye kuitimiliza ni Yesu. Yesu Kristo ndo mwanzilishi wa imani yetu. Kwa hiyo asitokee mtu akaanza kukuchanganya, akaanza kukupa hadithi zingine na maneno mengine ambayo hayapo kwenye maandiko. Kwa hiyo huyo mtu anayekwambia wazungu ndio walianzisha Ukristo atakuwa amechanganyikiwa na itakuwa sio kweli, kwa sababu Ukristo umeanzishwa na Yesu mwenyewe na ulianza kuieneza Injili ya Ukristo kabla ya hata hao wamishonari walioeneza Injili Afrika. Walikuwa ni mitume wa Yesu, na Yesu mwenyewe kwa asili ya kuzaliwa ni Myahudi, pamoja na wale mitume wengine wakina Petro, wakina Yohana, wakina Andrea, wote walikuwa ni Wayahudi. Baadaye hapo tunaona kanisa linakuja kuanzia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Ukisoma ile sura, Roho Mtakatifu aliposhuka kwa mitume, Petro akahubiri Injili, wakaokoka watu 3000 na wakabatizwa wakamwamini Yesu. Kanisa linaanza kuenea hapo, kanisa linaenda mpaka Antiokia, kanisa linaenda Efeso, kanisa linaenda Asia, kanisa linaenda Rumi, kote likaenea kanisa, ndo mpaka kipindi cha mishonari wanakuja huko Afrika. Hawa wazungu wakina David Livingstone na wengine wanaleta Injili, wanahubiri Injili. Kwa hiyo hawakuanzisha wao wazungu. Wazungu walikuwa ni kama waenezaji pia, kama ilivyokuwa kuna Waafrika nao ambao ni wamishonari wanaeneza Injili. Kwa hiyo Injili au Kristo haukuanzishwa na mzungu, mtu wa Mungu. Usichanganywe na watu ambao kazi yao ni kupanda magugu, ni kuharibu ile neno ambalo limepandwa ndani ya mioyo ya watu. Kwenye kitabu cha Mathayo 13 Yesu alizungumzia kwamba mpanzi anapopanda mbegu huja adui na kuiondoa ile mbegu ambayo imepandwa ndani ya mioyo ya watu. Kwa hiyo nyakati hizi neno la Mungu linasema kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na mafundisho ya upotovu, mafundisho ya udanganyifu. Kwa hiyo utakuta kuna kipindi itafika watu wataanza kujitenga na imani kwa kusikiliza mafundisho ya uongo. Ndo kama hayo wanaokuambia kwamba Ukristo umeletwa na wazungu. Huu ni mmoja wapo ya udanganyifu mkubwa ambao shetani anawatumia watu ili kuangusha imani za watu waamini kana kwamba Ukristo kutokana na Mungu, lakini chanzo cha Ukristo ni yeye mwenyewe, kwa sababu Yesu ndiye Kristo. Kwa hiyo sisi tunamfuata Yesu anaitwa Kristo, ndio maana tunaitwa Wakristo, ikiwa na maana sisi ni wafuasi wa Kristo. Kwa hiyo Kristo sio dini ya mtu au taasisi ya mtu. Kwanza Ukristo ni mfumo mpya wa maisha ya wokovu ambao mtu anaishi kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake na kuamini moyoni mwake. Kwa hiyo ndio maana ya Ukristo. Ukristo ni ule mfumo mpya ambao mtu anaishi maisha matakatifu, anamwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa hiyo huo ndio Ukristo. Ukristo hujaanzishwa na wazungu, wala Ukristo sio taasisi ya mtu. Ukristo ni Yesu yeye mwenyewe. Ukristo ni njia, kwa sababu Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Kwa hiyo Ukristo ni maisha matakatifu ya uzima. Ukristo ni mfumo mpya wa wokovu ambao mtu anaishi kwa kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Hapo nimejibu kiufupi na kiurahisi, kila mtu ataelewa. Basi Mungu wa mbingu na nchi awabariki.